Wapendwa, moja ya jambo ambalo tunatakiwa kulitambua kwenye maisha ya ndoa ni kwamba tendo la ndoa ni ibada. Tendo la ndoa kwenye ndoa ni ibada. Na hakuna tendo la ndoa nje ya ndoa. Unapofanya kitendo kama hicho nje na mke uliye naye, hujafanya tendo la ndoa nje ya ndoa. Umefanya tendo la ngono nje ya ndoa yako. Lakini pia kwa mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa, na wewe pia unapofanya kitendo kama hicho, usije ukasema nimefanya tendo la ndoa leo. Umefanya tendo la ngono nje ya kuwa kwenye ndoa. Tendo la ndoa sio dhambi, ni ibada takatifu ya kumtolea Mungu, kwa sababu inatupa nafasi ya kutengeneza uzao katika maisha ya ulimwenguni. Tendo la ngono ni dhambi kwa sababu halina baraka ya Mungu. Tendo la ngono ni dhambi ya uzinifu kwa sababu halina baraka ya Mungu. Na ndio maana ni muhimu sana kwa yule ambaye aliyoko kwenye ndoa, hepuka tabia za kuchepuka kwenye ndoa yako. Hepuka tabia za kuchepuka kwenye ndoa yako. Kuwa mwaminifu. Kama wewe ni mwanamke, ridhika na mume uliye naye. Kama wewe ni mwanamume, ridhika na mwanamke uliye naye. Kumkimbia mke wako kwa sababu ana madhaifu fulani, na madhaifu mengine unakuta anayo yaliyotengenezwa na wewe mwenyewe. Kwa mfano, unasema mimi mke wangu matiti yake yote yamelala. Kwa sababu gani? Amezaa. Kwani alizaa mwenyewe? Si wewe ndio ulimzalisha? Kwa unatumia bidhaa unaikimbia. Mimi mke wangu apendezi ndio maana namkimbia. Umempa vifaa vya kupendeza akavikataa. Kuhakikisha unajua kutunza cha kwako. Na vitu vingine hata ukitunzaje, viko vitakavyobadilika kwa sababu umri unaenda na uzalishwaji pia utafanyika. Kwa mfano, kuna mambo kwa mwanamke lazima yatabadilika tu, hata kama unamtunza kiasi gani. Muonekano wa mwili wake, maumbile yake ya nje yanaweza yakabadilika yakawa makubwa zaidi. Inategemeana na aina ya mtu na mtu. Ndio maana hakikisha umemfahamu mke wako ni wa aina gani, na kubaliana naye jinsi alivyo, pambana kumtunza. Na wewe pia mwanamke, pambana kujipendezesha. Kuokoka sio kigezo cha kuto kuoga vizuri. Maana watu wengine anasingizia kwamba anasali ndio maana hata anakuwa mchafu. Tena nikueleze mwanamke unayenitazama, kusali sio kigezo cha kuwa mchafu. Kasome Biblia yako, Petro wa kwanza 3:1-6. Sara alikuwa mwanamke bora kwa Ibrahimu. Alikuwa anamcha Mungu na alikuwa anajua kujiweka mazingira yake ya nje vizuri. Mwanamke kuwa mbunifu na mwanaume mtunze mke wako, ndoa itaenda vizuri. Kwa wanandoa tusichepuke. Amen. Na Mungu awabariki sana.